Stori yetu inaanzia hapa tukiwa barabarani, mimi na mke wangu Julia tukiwa tunasafiri, na Julia alikuwa anaongelea habari za kuhusu watoto, maana kwa kipindi kirefu tulikuwa hatujapata watoto na mkataba wetu wa maisha yetu ya harusi hayakuwa hivyo. Mara ghafla inatupita gari ikiwa kasi sana na ikatuovertake, na mke wangu Julia alipojitahidi kuiweka gari vizuri bila kujua, kitu cha ajabu kinatutokea. Mara ghafla gari kubwa likaja likatugonga na ikapelekea ajali nzito ambayo ilisababisha mke wangu kufariki dunia. Baada ya miezi miwili kupita, kuna habari zinazotokea kwamba virus wakubwa wameenea ndani ya nchi na kila mmoja ataumwa na kila mmoja awe makini, na watu wengi walikimbilia mipakani ili mradi waweze kuvuka boda kwenda nchi nyingine. Habari zile zilizidi kuniumiza kichwa kwa sababu nimetoka katika upweke mzito, nikaona bora ni mute TV na niende pembeni, lakini hapa TV inaonyesha watu wakiwa hospitali wanahangaika na mazombi. Lakini hapa nikachukua gari langu nikasema niondoke kidogo ili mradi nikaangalia mazingira na kutana na ambulance. Na hawapo walikuwa matajiri ambao walitaka kununua boti yangu. Boti hiyo ambayo ilikuwa inanifanya mimi na mke wangu Julia na bracelet yake ikanifanya nikumbuke vitu vingi ambao mapito yote nilopitia na mpenzi wangu Julia. Nimerudi nikiwa na mawazo. Mara ghafla dada Berin ananipigia. Lakini sister Berin alivyonipigia mimi nikaachana nayo ile simu. Lakini nikaona watu wengi katika supermarket wanachukua vyakula kwa wingi ili mradi waende kujidhiki ama kujitatulia matatizo yao. Na nilirudi nyumbani nikachukua bracelet hili nikamfunga paka wangu. Huku habari zikiendelea kusema hakika tuwe makini sana, maana tatizo lolote litatokea. Mara dada Berin sasa hivi tukaongea, akanambia bwana, mume wangu ni mwanajeshi na familia yangu itaenda kukaa sehemu salama, kwa hiyo cha msingi jiandae na wewe uje. Nikamwambia dada, jambo hilo haliwezekani. Lakini asubuhi yake nilipotoka nje nikaona majirani zangu wengi wanajiandaa, nikaona na mimi acha nimchukue paka wangu. Nikamchukua paka wangu, lakini redio zote zikiwa zinaelezea juu ya machafuko hao virus ambao wameenea kwa wingi na kututaka serikali tuwe makini. Nikiwa nimechoka na majonzi mengi, sijui kitu gani cha kufanya, nikampigia tena dada nikamwambia hakika sasa hivi nachukua ndege niwahi kuja huko. Lakini hapa kipindi tuko airport, mara ghafla likatokea jambo la tofauti, maana kila mtu akataka kuondoka, na huyu bwana mmoja akaanza kuanzisha vurugu hapa kwa sababu ndege yake au tiketi yake ilikuwa isomi, na mwisho wa siku tiketi zote zikakasiriwa na serikali ikatoa tangazo kutuambia hakikisheni kila mtu anaenda zake nyumbani na kwenda kujifungia ili mradi usalama upatikane. Basi mimi kipindi naongea na dada Berin, sasa jamaa yule ambaye alikuwa anataka kwenda kupanda ndege haraka haraka akaanzisha vurugu na akaanza kunyosha bunduki kwa kila mtu, na watu wakaanza kutitimuka na wengine kurudi nyumbani kwa sababu ujumbe ulishatumwa. Hapa foleni ilikuwa kubwa sana kwa sababu nchi yote ilishaharibika, na hapa bado serikali zinaendelea kutoa taarifa na ndege zikipita juu. Lakini foleni ile ilinichosha, maana nilikaa sana ndani ya gari na bila kujua kitu gani ambacho naenda kufanya. Upweke, mawazo na stress nyingi zikazidi kuongezeka. Nikaona bora nimchukue paka wangu, nikachukua nikarudi tena nyumbani kwa mguu. Nilipofika nyumbani nikakuta maaskari wa Umoja wa Mataifa wameweka wigo wamezuia, lakini kuna mama mmoja mwenye nyumba analia, na huku nikimwona mume wake akiwa tayari ashabadilika kwa zombi. Mama yule alilia sana, lakini serikali au wanajeshi wa Union wakasema hakika tutalishughulikia hili swala. Nilipopata usingizi kidogo nikakumbuka tena zile habari, lakini asubuhi yake namuona hapa dada Helena ananiambia tena, bwana hakikisha unakaa nyumbani kwako usitoke hapo, na mume wangu akasema anaweza kukufuata. Nikakaa nikamsikiliza dada kwa sababu jambo lilikuwa liko serious. Dada akanizidi kunisisitizia hakika utapotoka tu unaweza kuhatarisha maisha yako, na taarifa za habari zikaendelea kusema hakika sehemu za Munich na sehemu za Dar es Salaam, Dodoma, Arusha zote zimeathirika mpaka hapo Nairobi. Miji mingi na sehemu nyingi sana ambazo tayari zishaharibika, na wakaonyesha baadhi ya channel fupi za mtu ambao anajaribu kutuelezea content creator Ibra huyu anasema bwana, ukitaka kujiokoa na hili jambo inabidi ujenge hivi. Mara ghafla na serikali ikatuma ujumbe wake mkubwa, hakuna kutoka nyumbani, hakikisha una chakula cha kutosha, na hakika kama umemwona mwenzio ameathirika naomba ukae naye mbali. Taarifa hiyo ilizidi kunishtua, lakini nilipotoka nje nikaona watu wanakimbilia wingi supermarket, hata vyakula vyote vishachukuliwa, hata kile nilichobeba mimi mkononi nilipokonywa. Nikashangaa, nikasema hii hali ina maana ishakuwa serious hivi. Nikachukua chakula changu, lakini nikaona ndege za serikali zinapita juu kwa wingi zikiwa zinaenda kwa speed. Nikaona acha nichukue, lakini kipindi natoka supermarket nikapishikana na askari mmoja ambao tayari ashangatwa na huo virus akiwa anajifungia ndani ili mradi asitoke. Mara punde so punde watu wengi wanakimbia.
Nikazidi kuchanganyikiwa, lakini nilipoangalia hivi kulia kushoto namuona zombi mmoja akimrukia askari na kumng'ata katika shavu. Nikaona ili jambo lishakuwa serious. Nikapochukua fagio ili mradi nimtetee askari yule, lakini askari yule alimpiga risasi yule zombi na kunitetea. Damu nyingi ziliruka katika uso wangu. Nikaona hii ni hatari. Lakini nilipomwangalia yule askari wa kwanza ambao tayari nilimuona aling'atwa, na yeye nikamkuta tayari ashabadilika, na kumbe aliingia ndani kujizuia tu asije kanizuru. Lakini nilipotaka kwenda kumsaidia yule askari alionisaidia, akapiga risasi chini kwa ishara kuwa niondoke asije kabadilika na kunizuru. Huyu askari tayari ashabadilika, lakini ghafla nilipoondoka nakimbia nikasikia mlio wa risasi, kwa maana askari yule alijizuru kwa sababu asije kubadilika. Niliporudi nyumbani, taarifa za habari, rais wa nchi anasema hakika ili janga limeshakumba nchi yetu. Hakika watu wote inabidi mkase mmoja wala msizurezurure, na ikiwezekana mjijengee fensi zenye ulingo. Basi na mimi nikafanya vile vile. Nikatengeneza wigo mkubwa wa kuzuia maisha yangu, nikaweka hata kamera ili mradi niangalie tukio la nje linatokea kitu gani, huku nikiendelea kuchati na dada nikimwambia hali imekuwa mbaya. Na hapa mfariji wangu alikuwa paka, lakini maaskari walizipita kulia na kushoto ili mradi wajue nyumbani kwangu kuna mtu, lakini bahati nzuri waliishia tu kumulika na kuto kuingia ndani. Nyumbani kwangu nilikaa takriban wiki 4, na hapo chakula kikaisha na hata message nikituma tena network ilipotea. Nikaona mambo yashakuwa magumu, ikabidi niangalie nguo za kujilinda, nikavaa vizuri na kuingia mtaani. Yaani mtaani ili mradi kwenda kujitetea nifikia hata huko Julia. Nikapita kila nyumba ili mradi kuangalia kama chakula naweza nikakipata, na chakula nikaa nakosa kwa sababu nyumba nyingi zilikuwa. Lakini hapa nakutana na bibi mmoja aitwa Gabriela. Yuko yeye ni mlemavu ambaye hawezi kutembea hapo katika kiti. Akaniambia nimefurahi sana, kwa muda mwezi mmoja watu wako busy na mimi niko hapa na vyakula mimi mwenyewe nishamaliza. Lakini hapa kuna baadhi ya watu bado wapo ndani huko, wamehitaji zaidi, unaweza kuwasaidia na vyakula vipo. Basi yule Gabriela akanambia, nikachukua pikipiki yake nikaanza kutembea kidogo ili mradi kuangalia napataje chakula ama napataje vyakula. Kidogo nilipata chakula, nikaja nikashirikiana na Gabriela na nikampa radio call mali kama kuna tatizo lolote Gabriela anipigia. Na nikikumbuka jinsi nilivyoyaona yale maswala, kama yule jirani yangu na familia yake wengi wameteketea kwa ugonjwa mazombi, na hata kwela hapa nimelikuta lina kitu, lakini mara ghafla nikamwona mtu, lakini ule mtu sikumuona, ikabidi niachie mshale wangu, lakini ule mshale ulimkosa na ule jamaa akakimbia kwa sababu alijua mimi mtu mbaya. Lakini hapa siku ilikuwa kama bahati, mali kuta chakula cha kutosha. Nikikibeba kile nikaenda kushirikiana na dada moja ambaye anaitwa Gabriela tulikula sana, tukabadilishana mawazo, na nikamwambia Gabriela, hakika nimefurahi sana uwepo wako hapa. Lakini usingizi ulivyonijia njozi zote nikawa namkumbuka mke wangu Julia na kukumbuka kama tulienda hospitali na helikopta. Basi mara ghafla usingizi ukaharibika baada ya kusikia radio call inaita, na hakuwa mwingine baada alikuwa Gabriela akiniambia niwashe radio nisikilize kama maaskari ama serikali imetengeneza mpango wa sehemu ya watu ambao wazima hawajaasilika wakakae sehemu moja. Nikamwambia basi Gabriela, hilo ni jambo zuri sana, inabidi ujiandane na nitakupa ulinzi mzuri sana. Gabriela akanambia hapana, mimi sasa hivi umri wangu umeshaenda sana, wewe bado kijana, inabidi upambane maisha yako. Nikamwambia Gabriela, hapana, hakuna kijana wala mzee, nitakutetea vizuri. Lakini asubuhi yake ilipofika, nilipompigia Gabriela hakupokea. Ikabidi niende haraka nyumbani kwake kwenda kuangalia Gabriela kitu gani ambacho kimemkuta. Lakini cha kusikitisha nikakuta Gabriela tayari ameshajiua na ameacha ujumbe, ameniambia asante sana kwa mpango wako, asante sana kwa support yako, lakini ningekusumbua sana kwa kukua mzigo. Nimeondoka hapo moyo umevunjika nikiwa na mawazo, mara ghafla kiumbe ananivamia, zombi anataka kunizuru. Nikapambana naye hadi kujizuia, na hata nilipopanda gari yule zombi alikuwa na nguvu akanishusha, na alipotaka kuninyata, lakini kutokana mikono yangu na kila kitu cha mwili wangu wote nishauweka vitu vya kujizuia, ina maana meno yake hayakuweza kunizuru. Basi nikajitetea na nikachukua silaha yangu haraka nikamshuti nayo kichwani. Hiyo ndio ikawa salama yangu, nikaokoa maisha yangu na yule kiumbe akafa. Na nilipoangalia ID yake nikamkuta tu alikuwa mfanyakazi mzuri, raia mzuri, ikabidi niweke katika kitambulisho chake katika kifua chake ili mradi apate uthibitisho. Niliporudi nyumbani nikachemsha maji ya moto na kusafisha silaha yangu, huko nikiongea na dada kumwambia hakika nimechoka sana, basi mimi nitakuja. Nikachukua paka wangu na pikipiki hili ambayo niligawa na Gabriela kuondoka. Nilipofika hapa boda nikakuta imefungwa patrol, kwa hiyo ikabidi niingie ndani ya mpoli. Lakini ghafla ile sauti ya pikipiki ikawa inavutisha mazombi kwa wingi, wakawa wananikimbiza, wengine wanatamani hata kunirukia ili mradi nidondoke. Lakini nilipoenda mbele nikakuta kambi kubwa ya watu ambao walitoka picnic wamekaa kula bata zao.
na ile kambi yote ikiwa haina mtu. Niliogopa sana kwa sababu hakuna njia, lakini ghafla lundo la mazombi wengi wakatokea na wakaanza kunikimbiza, na nilijitetea sana, lakini mbele nilikuta watu wengi wamekufa ambao wote washaathirika na ugonjwa wa mazombi. Basi pikipiki yangu ikadondoka chini na hata paka wangu naye alidondoka, lakini kwa kuwa nilimfungia katika kijumba maalum alikuwa uko salama. Nikamchukua paka wangu, lakini nilijaribu tena kuwasha pikipiki haikuweza kuwaka na mazombi wakaanza kuja, ikabidi nijitetee nikimbia kwa mguu huku ikiwa nimemkamata paka wangu. Basi kipindi najitetea nikimbia huku nao mazombi wananifuata. Hapa nikafunga mlango wa kwanza ili mado asiweze kuingia, na kweli hawakuingia, lakini kutokana mlango ulikuwa ni wa kigae, mlango ule ulivunjika. Nikaenda nikachukua tena mlango mwingine wa pili nikaufunga nganga. Hiyo ndio ikawa salama yangu na ponya yangu. Lakini ghafla nilipoangalia mbele sikuona boti yoyote na nikakata tamaa. Lakini Mungu sio Asmani wala sio Bashiru wala sio Montaziru, nikaona boti mbele yake, lakini ile boti nilivyoipanda na kujaribu kuwasha wala haikuwaka. Na hapa nikasikia sauti ya mtoto akiwa anaongea. Kwa mtoto yule alishabadilika kuwa zombi, na nikasema jamani, hii ni hatari. Lakini nikachukua kiboti kidogo ambacho kiko karibu pale na ile boti na kuanza kutafuta maskari ili mbadi kupata msaada katika radio call, na vile vile nikampigia dada Jeria, lakini haikuwezekana, na mimi boti yangu haikuweza kuendelea kufika mbali kwa sababu mafuta yaliisha. Na hapa nikakuta miili mingi ndani ya maji, lakini ghafla nikaona mwanga mkubwa wa taa unanimulika. Nikataka msaada, na mwisho wa siku walikuja watu wakaninyosha bunduki. Nikaambia jamani, mimi niko salama wala sijaathirika. Wakanichukua moja kwa moja mpaka kwenye boti yao, wakanipa chakula kidogo nikashare nao na tukapiga kidogo. Lakini hapa hakuna mtu yote zaidi ya Victor ambaye kidogo lugha yangu na yake zinaendana. Tukaanza kuzungumza. Victor akaniambia mambo mengi. Nikamwambia hii ni athari ishatokea Tanzania nzima ama nchi nzima, dunia nzima sasa hivi, Kenya, Uganda, huko Marekani, USA, wote ugonjwa ushapatikana. Lakini wakanipa kitanda nikalala, lakini ikiwa ghafla nachungulia hapo usiku nikaona watu wameingia. Lakini nilipofika asubuhi nilipomuuliza Victor akasema hajui kitu chochote na wala hakuna kilichotokea, akaanza kukanusha. Lakini hapa tukaendelea na mipango kujua watu ambao wanatuambia wanajeshi wako sehemu salama ni Umoja wa Mataifa, twende huko. Basi tukaenda kupiga story, lakini ile boti nikaiona ya wale watu ambao walikuja usiku na jamaa mmoja akichagua nguo zile mabegi, na maana wale watu wamewaficha. Ndipo mmoja Victor akanambia bwana we, hebu chukua 50 zako, na hapa kwa kuwa umetetewa, hebu achana mambo yasiokuhusu. Victor kwa sababu lugha yangu na yake ambayo tulikuwa tunaelewana, na maana kama anaongea Kijaruo na mimi naongea Kijaruo, kama anaongea Kikongo na yeye anaongea Kikongo, akanambia vitu vingi. Lakini niliona hali si ya kawaida na ikaanza kunitisha. Nilipotoka nje nikaona boti nyingine ile pale imekuja na boti yangu iko pale pale. Nikaona bora nichukue boti yangu, nikaenda nikamchukua paka wangu, nikachukua na silaha zangu. Lakini nikaona wale watu ambao walikuja na boti ile usiku wa jana, ikabidi niwafungue ili mradi wajitetee. Na mwisho wa siku mtu mmoja akatoa risasi na kuwapiga. Victor akaona huu ni unyama, akamkamata yule jamaa yake ambaye aliwaua wale watu na yeye akawaua. Ina maana Victor naye alikuwa apendezwi na mambo ambayo yanaendelea hapo ya kutesa watu. Akamwambia bwana, sikiliza, hapa ni sasa na jahannam tu, bora tukaangalia maisha, twende kwa hao watu wenye ndege. Lakini hapo walipotushtukia wakaanza kutushambulia risasi kwa wingi. Hata Victor akajitahidi kupambana nao, lakini bahati mbaya ikamtokea Victor akapigwa risasi ya bega, na mwisho wa siku Victor akadondoka chini. Lakini nilijitahidi sana kumnusuru Victor mpaka nchi kavu. Nilitoka naye hapa Victor nikakuta magari mengi yamejaa, lakini gari ya kuondoka hapa hakuna. Na nilipoangalia vizuri nikaona gari moja lina zombi hapa tayari ambaye tayari ameshaathirika. Ikabidi nimuue haraka sana sikumlemba. Nikamchukua Victor na paka wangu nikaweka nyuma, nikaanza kujitetea kuendesha gari kuasha kuondoka eneo hili imadi kwenda huko eneo la hospitali. Tukaenda mbele tukazidi kuendelea. Victor akanambia hakika mwanangu, nashukuru sana kwa msaada wako. Nikamwambia hapana, msaada unaanza kunipa wewe, kwa mimi nalipa fadhila. Basi nikiwa hapa na mawazo mengi, nikaona njia yote ya hospitali iko wazi. Mara ghafla zombi akavamia gari yangu tena. Ikabidi ni gonge ni nusuru, nikamtupa chini, nikachukua bunduki ambayo Victor alikuwa nayo, nikaanza kuwapiga. Lakini mara waliposikia sauti ya bunduki, mazombi wengi wakaanza kutoka na nikapambana nao na nikawaua. Na baada ya kuwaua nikamchukua Victor pamoja na paka wangu ndani ya hospitali ile kuangalia jinsi gani naweza nikatoa ile risasi ya Victor. Mara ghafla nikasikia sauti, ikabidi niache simamishe kwanza huduma ya kwanza, niende nikaangalie kitu gani ambacho kinapiga kelele, kwa sababu ukifanya masiara mazombi wanakugeuza kuwa zombi na wewe. Basi hapa nikasikia sauti, ikabidi nijifiche, lakini nilionekana. Na mwisho wa siku mazombi wakataka kunikamia, nikabidi nimuue jamaa na kujitetea tena. Lakini waliposikia sauti ile, mazombi wakazidi kuongezeka, wakaanza kunikimbiza. Hapa nikajitetea, nikachukua mshale mmoja, nikafunga mlango huu. Kipindi nafunga mlango huu, Mungu sio Asumani bwana, kuna dada mmoja akaniona ambaye anaitwa Rusia, akanambia muingia huko. Nikaingia kule bwana, ikawa ni hatari
kwa wale ambao walikuwa nje na mimi afya yangu ikaoka. Hapa Cecilia na Lucia wakatusaidia, lakini kamaona Cecilia kaja na watoto 3 au 4 ambao tayari na wao watoto wao wameokolewa. Akanambia vipi huyu ameng'atwa? Nikamwambia hapana, huyu hajang'atwa ila amepigwa bunduki. Basi Lucia na Cecilia akachukua wale watu wakaenda kutoa huduma kwanza, akamwambia bwana jamani karibuni sana mwe pamoja. Hata hivyo tukashia mambo mengi, wakaniuliza vitu vingi. Akamwambia bwana shida yetu ni helikopta ile pale na pale bwana kuna mazombi wengi. Hapo usiku tukapeana maneno mengi na kujua jinsi gani tunaweza tukapanga ili mradi tutoke hapa, na hapa nikaona wagonjwa wengi. Basi habari zile zikanikumbusha mbali na kunikumbusha matatizo yote ambayo yametokea na familia yangu. Nikasema hapana, siwezi. Mara hapa ghafla dada ujumbe wake unakuja, ananambia muda mwingi nimekupigia simu Belen. Nikamwambia dada Belen nashukuru lakini mtandao na yumba. Lakini mara ghafla nikasikia sauti za bunduki nje, nikaona watu wakiwa wanaua watu walioathirika, yani mazombi. Nikamwambia jamani hao watu wanakuja sijui kama lengo lao zuri ama ni baya, kwa cha msingi tupambane tufanye juu chini hapa tuondoke, maana tunaweza tukauliwa hata kama ni wazima. Basi sawa, kutokana tukaanza kuingia ndani ya mashimo, tukakuta moshi ni mwingi sana na harufu nyingi zimetapakaza damu za watu pamoja na miili ya watu. Mara kufungua mlango, basi dada Cecilia alishambuliwa vibaya na zombi mmoja na tukashindwa kumua, lakini alipojua yeye ameathirika akatuambia jamani ndeni, mimi hakika siwezi kuongozana na nyinyi kwa sababu tayari nimeshaathirika. Basi tukaanza kuondoka mdogo mdogo, lakini mazombi wengi wakawa wametunaniwa wamekaa kila sehemu. Lakini huyu mtoto alimuona mamake mzazi ambaye tayari naye ashabadilika kwa zombi akiwa yuko pale. Mtoto akaona huruma kwa mama yake, lakini mara ghafla zombi mmoja akatoa sauti kubwa ambayo iliwaamsha mazombi wote, wakaanza kutukimbiza na ule mtoto ambaye mama yake tayari ashabadilika kwa zombi. Hapa kila mtu akajificha pande wake. Lucia akajificha na mwenzake na huku na mimi hapa nimejificha na ule mtoto. Basi vurugu likawa nyingi, lakini mara ghafla Victor alikuja na akatusaidia na baadhi ya watu tukapata kidogo mwangaza na afya. Lakini nje tulipotoka hapa mazombi wamejazana kama wote, na tulipokumbuka ile idea ya yule jamaa ambaye alisema mkitaka kujiokoa fanyeni hivi, tukaona bora tutengeneze kama mchiza alivyotushauri katika contact ule Ibla Makuku. Basi baada ya hapo tukatengeneza ule mpango, basi mazombi wakaanza kutupiga, lakini Cecilia alikuwa yuko vizuri sana, alikuwa anatumia shoka lake vizuri sana kuwatawanya mazombi na Victor upande wake akiwa anasukuma huku tukiwa tunasongelea ile helikopta. Cecilia alizidi kupambana, lakini hapa alivunja mlango kwa kutumia shoka lake na tukaingia ndani. Na tulipoingia ndani wenzetu wengine wanakimbilia kule, mimi na Cecilia tukafunga nganga, yani tukachukua kitambaa tukafunga ile geti madi ifate kufunguka. Na hapa Victor akaanza kujaribu kuwasha helikopta, lakini mara ghafla zombi mmoja wakaanza kupanda juu na kuonyesha njia ya kupanda, lakini nikasema hapa nikikanda na ndege tutahatarisha maisha yetu. Nikaanza kwenda kuwaua wale ili mradi kununua muda wa Victor mpaka endapo atapowasha helikopta. Victor kweli alifanikiwa. Mara ghafla wanaingia wale watu walioshika bunduki, wakasema hakika tunaiomba hiyo helikopta na kukata ule wavu au kukata kile kizuizi ambacho sisi tulikiweka pale Changaza. Wakataka helikopta. Victor akanikonyeza akanambia bwana pasua huo mlango. Na alipopasua ule mlango mazombi wengi wakaingia na moja kwa moja kwenda kuwashambulia wale watu moja kwa moja. Mwisho wa siku mazombi wengine walikuwa tayari washaisogelea helikopta na Victor alibahatika kuiwasha helikopta ile na helikopta ikaanza kuwaka na kupanda juu mdogo mdogo. Nikaendelea kupambana ili kutetea maisha yangu na mwisho wa siku Lucia akanirushia ngazi na nikapanda juu. Bwana we, huo ni mwanzo tu, na kama unapenda recovery za staili hii naomba usisahau kusubscribe, kulike, kucomment. Ni mimi hapa Faisal Bash wa Tam TV Recap. Chao, tukutane katika recap ijayo. Bye bye.